pembeni yako, mwambie na kukaribisha kwa neno la leo katika jina la Yesu Kristo. Nanyi nyote nawakaribisha kwa neno la leo katika jina la Yesu Kristo. Tulipokuwa hapa tuliendelea kuzungumza juu ya somo kuhusu neema, na hiyo siku tuliweza kuongea ya kwamba neema ya Mungu inakuja kwa mtu ambaye ina lengo, analeta neema kwako ndani ya lengo fulani. Na tuliweza kupata watu hapa fulani ambao tuliweza kusoma waliopata neema au waliochaguliwa na Mungu, na alikuwa na mpango nao, alikuwa na lengo kwa ajili yao, alikuwa na jambo ambalo ataweza kutumika nao. Tuliweza kusikia hapa Yeremia, tuliweza kusikia Paulo, hata tuliweza kusikia Maria, kwa ajili ya kuweza kutumwa kwake malaika ili ampashe habari ya kwamba atazaa mtoto. Kulikuwa lengo ndani ya uchaguzi wa Mungu kwa ajili ya Maria. Na hiyo siku tuliweza kusema unapokaribisha neema unaingia ndani ya mpango wa Mungu, na hiyo inaitwa sasa unazalika ndani ya kutaka ya Mungu, na ndio tunaitwa kuzaliwa mara ya pili. Unapokubali mpango wa Mungu, unapokubali neema hii inapokufikia, unaingia ndani ya kuzaliwa mara ya pili. Hata kama wengi hata waliosoma hawaelewe jambo hili, mtu mmoja hapa tutaweza kumzungumzia aliyesoma mengi, anayejua mengi, lakini kama inawezekana alikuwa bado hajaelewa neema, aliweza kuendea Yesu na kuweza kumuuliza, sasa wewe, tumeona ya kwamba umefanya mambo makubwa, watu wameponyeshwa, watu wameokoka, sasa mtu kama mimi hapa nitaweza kufanya nini ili na mimi niweze kuzaliwa? Tunazungumzia ule mtu kwa kuwa baada ya kupokea neema unaingia ndani ya kipindi cha pili, na kile kipindi ndio kinacha unaonekana kusema huyu mtu amekwisha kuzalika mara ya